Askofu mkuu wa makanisa ya TAG mchungaji Dr. Barnabas Mtokambali aliwaweka wakfu wainjilisti 11 wa taifa katika mkutano mkuu wa TAG mwaka 2026 ambao unaendelea katika ukumbi wa CBC Dodoma. Hatua hiyo ni sehemu ya mpango mkakati wa kanisa hilo ikilenga kuwaandaa watumishi hao ili kuendelea kulitumikia kanisa na kueneza Injili. Mpendwa mtumishi wa Bwana na mwinjilisti, je, unakubali kupokea wajibu wa kuwa mwinjilisti wa taifa ambao utakulazimu kuhakikisha Injili inahubiriwa katika nguvu za Roho Mtakatifu kwa njia inayoendana na mazingira, ili watu wote wa Tanzania na ulimwenguni kote wapate kusikia habari za Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kwa lengo la kuwafanya wawe wanafunzi wa Yesu? Je, utakuwa tayari kupokea maagizo kutoka idara ya uinjilisti na kuyatekeleza kwa utiifu kufuatana na neno la Mungu, katiba ya kanisa hili la Tanzania Assemblies of God na mwongozo wa idara ya uinjilisti? Je, unakubali kujitoa kwa hali na mali kuhubiri mikutano ya Injili isiyopungua 10 kwa mwaka katika mazingira ya aina zote, na huduma yako kuchangia kulikuza kanisa kiroho na kiidadi? Ikiwa unakubali, sasa kwa sauti na kwa kumaanisha useme, ndiyo nakubali na Mungu anisaidie. Ndiyo nakubali na Mungu anisaidie. Tena, ndiyo nakubali na Mungu anisaidie. Tena, ndiyo nakubali na Mungu anisaidie. Sasa kwa kuwa umekubali, naomba upige magoti kwa ajili ya maombi, na niombe mkutano wote tusimame, tunyoshe mikono yetu hapa mbele, tupate kuomba kwa ajili ya wainjilisti wetu hawa. Hebu tuombe wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunauliza baraka zako za kipekee, na tunauliza nguvu zako za kipekee, na tunauliza mafuta yako ya kipekee juu ya watu hawa, ili neema ya utumishi huu wa Injili kama wainjilisti wa taifa ikawe juu yao, na kwamba wanakamatwa sasa na mamlaka ya kiti cha enzi cha Kristo, na wivu huu wa wakati kwa ajili ya mavuno makuu kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya mataifa, na kwamba haitakuwepo mamlaka yoyote wala nguvu zozote ambazo zitaweza kusimama dhidi yao na kushinda. Wewe mwenyewe utakuwa pamoja nao kama ulivyoahidi ya kwamba nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Ndipo tunaomba Baba, mbingu ziwafungukie kwa namna ya kipekee kwa ajili ya kusudi hili na kwa ajili ya jambo hili Bwana. Wakahubiri mijini, wakahubiri vijijini, wakahubiri kwa wakubwa, wakahubiri kwa wadogo, wakahubiri mbali na wakahubiri karibu, na kwamba Mungu utakuwa pamoja nao, na kwamba neema ya kipekee sasa inaenda kutembea nao wakati mafuta ya huduma hii yanapoachiliwa juu yao, na kwamba vijiji vinakwenda kuvunwa, ya kwamba mikoa inakwenda kuvunwa, ya kwamba mataifa yanakwenda kuvunwa, ya kwamba makabila yanakwenda kuvunwa, ya kwamba karama na vipawa vya kila namna vitaambatana pamoja nao, na kwamba Mungu utalithibitisha neno lako juu yao kwa ishara na maajabu. Baba, vipofu wakaone, Baba, viziwi wakafunguliwe, Baba, kansa na magonjwa ya kutisha yaliyoshindikana yakafunguke na kuwekwa huru, kwa kuwa wewe Bwana unakwenda kuwatumia hawa kuwaweka watu huru wote walioteseka. Bwana, wewe mwenyewe umeahidi ya kwamba Injili hii itafika kwa kila kabila na kila lugha na kila jamaa na kila taifa. Baba, vyombo hivi vya kipekee ambavyo Mungu unavipaka mafuta ya kipekee leo,
Baba, vikawe vyombo vyenye kuweza kupura na kuleta mazao ghalani. Ninakushukuru kwa kuwa ni vyombo maalum vya mavuno, na kwamba sasa miguu yao inapakwa mafuta, kama ulivyosema ni vizuri kama nini miguu yao wahubiria habari njema. Ninakushukuru kwa kuwa wewe mwenyewe Bwana unakwenda kulithibitisha neno lako, unakwenda kuliangalia neno lako, unakwenda kulitenda neno lako. Baba, unaweka utiisho wa mamlaka ya neno lako na nguvu zako, ili kwamba kila mahali watakapokanyaga, Mungu, mamlaka ya kumiliki, mamlaka ya kutenda, mamlaka ya kufanya, mamlaka ya kugeuza, mamlaka ya upako, mamlaka ya mafuta, mamlaka ya Roho Mtakatifu na viwango vya ukuu wako mwenyewe viende pamoja nao Bwana. Wewe mwenyewe utawatambulisha, wewe mwenyewe utasimama nao, wewe mwenyewe utawafadhili, wewe mwenyewe utawawezesha, wala hautawapungukia Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na uliza mafuta ya kipekee, na uliza mafuta ya kipekee, na uliza mafuta ya kipekee, na uliza mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zako na uweza wako na Roho wako ambatane pamoja nao siku zote za utumishi wao. Bwana Yesu, ninakushukuru. Makaripo simanaka roko siana makoti nkanda rabokuka maka kasika mako kusaya reko musika ntara babokosika rabo saika ntara baboshanda reka momosika maka kapasika reko momosika mako koroboshika raka na mosika. Nalibarikia jina lako Bwana, kwa kuwa wewe mwenyewe uliyewaita, wewe mwenyewe ndio utakayewawezesha, na wewe mwenyewe ndio utakayeenda nao, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, utatu mmoja katika Kristo Yesu. Amen. Tamko la kuwekwa wakfu. Pendwa mtumishi wa Mungu, leo ninakuweka wakfu kuwa mwinjilisti wa taifa wa Tanzania Assemblies of God kwa ajili ya kazi ya injili ya Yesu Kristo. Ninakuweka wakfu kwa ajili ya kuwatafuta waliopotea, kuhubiri injili ya wokovu wa kweli na kuleta mavuno ya Roho kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ninakuweka wakfu ili uenende katika ujasiri na katika nguvu za Roho Mtakatifu, ukitarajia Mungu kuthibitisha injili kwa ishara, maajabu, uponyaji, ukombozi na matendo makuu. Kama Filipo katika Samaria, uwe chombo cha Mungu cha kuwaleta wengi kwa Kristo na kueneza moto wa injili katika taifa letu na mataifa mengine. Ninakuweka wakfu. Ninatangaza juu yako neema na upako wa mavuno, ujasiri wa kumtangaza Kristo na nguvu za Roho Mtakatifu za kushuhudia, ili watu wengi wamjue Kristo, waokolewe na kuingia katika ufalme wa Mungu. Sasa ninakuweka wakfu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, utatu mmoja. Amen. Sasa mtasimama na kupeana mkono na halmashauri kuu. Baraza Kuu la TAG, naomba kuwatambulisha kwenu. Geuke kuelekea Baraza Kuu, wainjilisti wetu wapya wa taifa 11, na naomba muwapokee katika jina la Bwana. Lakini tukio kubwa katika mkutano huo wa TAG ni mgogoro kati ya Tanzania Assemblies of God TAG na Evangelistic Assemblies of God Tanzania EAGT,
ambao ulianza takriban miaka 40 iliyopita kwa mujibu wa historia na kumbukumbu mbalimbali, ukihusisha masuala mbalimbali ikiwemo umiliki wa baadhi ya mali na maeneo ya ibada. Mgogoro huo umemalizika rasmi. Kwa muda wote huo, viongozi na waumini wa pande zote mbili waliendelea kufanya jitihada kwenye kutafuta suluhu ya kudumu. Hatimaye wapatanishi wamefanikisha mazungumzo yaliyowaleta pamoja viongozi wa TAG na EAGT na kuweza kumaliza tofauti zao. Tunafunga ukurasa wa mgogoro wa muda mrefu. Na kufungua ukurasa mpya, ukurasa wa masamaha, ukurasa wa maridhiano, ukurasa wa umoja, ukurasa wa upendano, ukurasa wa ushirika katika Kristo Yesu. Lengo kuu likiwa ni moja tu: kupeleka mbele Injili ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na kutaka ufalme wa Mungu uje Tanzania. Migogoro yote inayohusu mali zilizokuwa chanzo cha mashauri yaliyotajwa hapo juu, kwa tamko hili imefikia mwisho. Na katika roho ya upatanisho wa Kristo, msamaha na upendo wa kidugu. Pia tunatamka ifuatayo: pili, kwamba ingawa mahakama ilitangaza kuwa mmiliki halali wa mali hizo ni kanisa la Tanzania Assemblies of God, kanisa Tanzania Assemblies of God kwa hiari yake, utashi wake, na kwa namna isiyoweza kubatilishwa, linaachia na kuacha kudai haki zake zote za umiliki, maslahi na madai yoyote yanayohusiana na mali hizo. Kanisa la Tanzania Assemblies of God linawaomba wachungaji, wazee wa kanisa, viongozi wa ngazi mbalimbali na waumini wote walioko chini ya Tanzania Assemblies of God kulipokea tamko hili kwa roho ile ile iliyosababisha kutolewa kwa tamko hili, na kujiepusha na kila aina ya uhasama, kinyongo au mwenendo wowote unaoweza kufufua mgogoro uliomalizika. Ndugu zangu wa TAG, mioyo yetu sisi ni kilio kumwona mwenye dhambi anarudi kwa Yesu, na shauku yenu pia nimeona ni ile ile mnaita miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunashukuru Mungu ameturudisha kwenye kusudi lake, na kwamba hapo ndipo tuzame. Lakini huku sisi wenyewe tuliotumwa tukijizatiti kuwa mfano wa wale tunawatafuta, shauku yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunajiweka sawa zaidi, ili twende sasa kama jeshi kubwa tukasambae duniani kote. Tumepokea tamko hili la rehema, msamaha, kutambua juu ya mali kwamba ni mali zetu pamoja, mahali pa kutendea kazi. Tunangoja Yesu aje, kila mmoja akafanye kazi kwa moyo. Tunawakaribisha tuendelee kufanya kazi pamoja. Askofu mkuu ametamka, amesema sasa mkaende kuwa kwa mapesi.
Mlishaanza kuoa siku nyingi, maana nimeozesha ndoa nyingi zinasema huyu anatoka TAG, huyu anatoka TAG, lakini wachache hata sijui kama nimewahi kusikia kwamba wakwetu wameenda kuoa TAG. Wapo na wengi. Basi Mungu amemaliza. Kwa upande wa baadhi ya wachungaji wa kanisa la TAG, wameeleza kuwa maridhiano yaliyofikiwa kati ya TAG na EAGT ni hatua muhimu baada ya miaka ya tofauti. Wamesema kuwa tukio hilo limefungua ukurasa mpya wa umoja, upendo na ushirikiano ndani ya kanisa, huku wakiwataka waumini kuendelea kulinda amani na maridhiano hayo, huku wakisisitiza umuhimu wa kusonga mbele kwa pamoja katika kazi ya Mungu. Namshukuru Mungu kwa hatua kubwa ambayo imefanyika siku ya leo. Kwa kweli limekuwa ni tukio kubwa, tukio la kihistoria. Katika utumishi wangu tangu nimeokoka tangu 1991, niko ndani ya hili kanisa la TAG, lakini pia nilipata kujua kwa habari ya migogoro iliyopo na nimeishuhudia maeneo mbalimbali. Tulijikuta tumeishi kwa uadui, kwa kutofautiana, lakini namshukuru Mungu sana kwa sababu ya tukio hili la leo. Hakika limeleta taswira mpya na limeleta mwanzo mpya. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amani imepatikana baina ya makanisa yetu TAG na EAGT. Kwa sababu kwanza mwongozo wa Bwana Yesu, tushirikiane kwa pamoja. Kuna namna ambavyo tulikuwa tunaona kupungukiwa kwa sababu tulikuwa hatuna ushirikiano na ile amani ambayo ilikuwa imetoweka. Kwa binafsi nimepokea kwa furaha na ninaamini injili ya Bwana itasonga mbele. Kwa kweli leo ni jambo la kihistoria kwa kanisa la Tanzania Assemblies of God pamoja na kanisa la EAGT kupatana kwa mgogoro ambao ni zaidi ya miaka 40. Sisi tumeukuta na hatimaye leo imekuwa ni mwisho wa kumaliza yote ambayo yaliwahi kufanyika huko nyuma kutokana na waanzilishi wetu hayati Dr. Emmanuel Lazaro na Moses Kulola. Kwa kweli limekuwa jambo nzuri la baraka, na hili limevunja ukuta kwa haya makanisa mawili kuweza kutembeleana, kuweza kufanya vitu kwa pamoja. TAG anaweza kumwalika EAGT na EAGT anaweza kumwalika TAG. Maoni yako ni yapi? Hii ni VOT Media. Si wakati wote tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Shukrani nyingi sana kwa ZOE TV kwa kufanikisha upatikanaji wa kumbukumbu hii.